بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف حفظه الله: طريق الخلاص بالاتباع وترك الابتداع. njia ya kujiokoa ni kwa kufuata na kuacha uzushi. Tariqul khalas bilittiba' wa tarki libtida', njia ya kujiokoa na upotevu ni kwa kufuata na kuacha uzushi. Qala Sheikhul Islam rahimahullah: wa jima'u ad-din aslani alla na'budu illa Allah wa alla na'budahu illa bima shara' la na'buduhu bil bid'ah. Mkusanyiko wa dini na asli ya dini ni mambo mawili, ni asli mbili: kutomwabudu isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake la sharika lah, na kutomwabudu Allah isipokuwa kwa ibada alizoziweka. La na'buduhu bil bid'ah, hatumwabudu Allah kwa mambo ya uzushi. Allah tunamwabudu kwa ibada alizoziweka yeye kupitia kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Hatumwabudu Allah kwa mambo ya uzushi, kama qala ta'ala: faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Anayetarajia kukutana Mola wake na afanye amali njema na asimshirikishe yoyote pamoja na ibada za Mola wake. Qala fa amara Allah ta'ala fi hadhihi al-aya an yakuna al-amalu salihan ay muwafiqan lis-sunnah. Allah mtukufu ameamrisha katika aya hii kuwa amal iwe njema, ay muwafiqan lis-sunnah, iwe inawafik sunna. Amal, ibada yoyote ifanywe hali ya kuwa ni yenye kuwafik sunna, mafundisho ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. ثم أمر أن يخلصه صاحبه لله رب العالمين. kisha Allah kaamrisha amali hiyo, mwenye amali hiyo aitakase kwa ajili ya Allah, Mola wa viumbe vyote. Haya ni masharti mawili ya kukubaliwa kila ibada. Kila ibada lazima yawepo masharti haya mawili yaliyosemwa katika aya hii ya mwisho ya suratul Kahf. قال وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية العظيمة: وهذان ركن العمل المتقبل. hizi ni nguzo mbili za amali yenye kukubaliwa. hizi zilizotajwa katika aya hii ni nguzo mbili za amal za ibada yenye kukubaliwa. la budda an yakuna khalisan lillah sawaban ala shari'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Lazima ibada iwe ni khalis, iwe ni yenye kutakata kwa ajili ya Allah. Mtu anafanya ibada kwa ajili ya Allah peke yake, hafanyi ibada kwa ajili ya kuwaonesha watu au kwa ajili ya kusikiliwa kwamba amefanya kadha. Anafanya ibada hali ya kumtakasia Allah, hamuabudu isipokuwa yeye peke yake la sharika lah, sawaban ala shari'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amali hiyo iko sawa juu ya sheria ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya ndio masharti ya kukubaliwa kila ibada. Kila ibada lazima yawepo masharti haya mawili. Kama hayapo masharti haya au lipo moja, basi ibada hiyo haikubali. Lazima masharti haya yawe yote yako sambamba katika kila ibada. Isiwe kuna ikhlas peke yake, hakuna sawab, hakuna mutabaa, au kuna mutabaa peke yake, hakuna ikhlas. Itakuwa masharti mawili hayajakamilika, na wakati huo ibada hiyo itakuwa haikubaliwi. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: العبادات مبناها على الشرع والاتباع لا على الهوى والابتداع. ibada zote jengo lake na asli yake ni juu ya sheria na kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam, si kwa hawa za nafsi na uzushi. fa innal islama mabniyun ala aslain, kwani Uislamu umejengwa
kwa misingi miwili. Ahaduhuma an na'budu Allah wahdahu la sharika lah, msingi mmoja ni kumwabudu Allah peke yake hana mshirika. Wathani an na'budahu bima shara'ahu ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Msingi wa pili ni kwamba tumwabudu Allah kwa zile ibada alizoziweka kupitia ulimi wa mtume wake sallallahu alaihi wasallam. La na'buduhu bil ahwa'i wal bid'ah, tusimwabudu Allah kwa mambo ya uzushi, kwa hawa za nafsi na bid'a. Tusimwabudu Allah kwa hawa za nafsi na bid'a, kwamba mtu akiona nafsi yake leo yaona kwamba ifanye kadhaa, nafsi yake yaona ifanye ibada kadhaa, ibada hiyo haikufundishwa na mtume wala Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe kaona tu afanye tawafu katika nyumba yake nzuri kaijenga, kila asubuhi afanya tawafu. Hakuna ibada hiyo, hakuna ibada hiyo. Ndiyo hawa na uzushi, ni haya mambo yanayozushwa. Hakuna kumwabudu Allah kwa mambo ya uzushi. Mtu kaota tu usingizini akatunga jambo lake abiyati, akasema hii ni ibada, kila Alhamisi mtasoma burda, kila Alhamisi isomeni burda. Burda hii imewekwa na Muhammad Said al-Busiri. Sasa vipi ibada itawekwa na mtu? Kwanza ibada vipi itakuwa ibada? Mtu mwenyewe kaota usingizini, halafu asubuhi, jamani mtafanya hivi, kila Alhamisi mtakuwa mnasoma burda, halafu mnakwenda zenu. Ibada sio hivyo bwana. Hii ni dini ya Allah bwana, hii ni dini ya Allah. Mwenyewe kaota usingizini, halafu nyinyi mfanya ni ibada. Basi ingekuwa ni kazi, kila mtu anayeota aje na mambo yake. Jamani, leo mmeota, leo nimeota kwamba kila mtu akitoka pale aseme salatu ala nabii 20. Mtafanya hivyo basi kila mnapotoka msikitini. Sio ibada, sio hivyo. Hii ni dini ya Allah, mwenyewe ndio aliweka ibada hizi kupitia kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. قال الله تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. kisha tumekujalia wewe juu ya sheria katika amri zake, zifuate sheria hiyo, ifuate, usifuate hawa za wale wasiojua. innahum lan yughnu anka min Allahi shay'a, wao hawakutoshelezi wewe jambo lolote na Allah. وقال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. hivi wao ni washirika wamewaekea watu katika dini mambo ambayo Allah mwenyewe haja ya ruhusu. Vipi wao watakuwa ni washirika wa Allah na wao wanaweka ibada kama vile Allah anavyoweka ibada, na watu wengine nao wanaweka ibada zao? Wengine wanaweka maulidi, wengine wanaweka zefe, vipi sasa hivyo? Dini sio hivyo. Vipi nyinyi mtakuwa ni washirika wa Allah? Allah mwenyewe ameweka ibada zake na nyinyi mnaongeza ibada zenu kama kwamba mnashirikiana na Allah katika masala haya ya ibada. La, falaysa li ahadin an ya'budu Allah illa bima shara'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haifai kwa yoyote kumwabudu Allah isipokuwa kwa ibada alizoziweka mtume wake sallallahu alaihi wasallam, min wajibin wa mustahabbin, katika mambo ya wajibi ya lazima na ya sunna. La na'buduhu bil umuri al mubtada'a, hatumwabudu Allah kuyorushwa, hatumwabudu Allah kwa mambo yaliyozushwa. Lolote lililozushwa hilo sio ibada ya kumwabudu Allah. Walaysa li ahadin an ya'buda illa Allah wahda, na haifai kwa yoyote kumwabudu yoyote isipokuwa Allah peke yake. Fala yusalli illa lillah, mtu asisali isipokuwa kwa ajili ya Allah. Wala yasumu illa lillah, wala yahujju illa bait Allah, wala sikusudie kwa Allah isipokuwa nyumba ya Allah al-Kaaba. Wala yatawakkalu illa ala Allah, wala simtegemee isipokuwa Allah. Wala yakhafu illa Allah, wala simuogope yoyote isipokuwa Allah. Wala yandhiru illa lillah, wala siweke nadhiri isipokuwa kwa ajili ya Allah. Wala yahlifu illa billah, wala siape isipokuwa kwa Allah. Hii ndiyo ikhlas, hii ndiyo ikhlas. Sharti ya kwanza katika masharti ya kukubaliwa kila ibada. Fala budda fi kulli ibada
min tajridi tauhid lilazizi almajid. Lazima katika kila ibada itakashwe tauhid, kupwekeshwa Allah subhanahu wa ta'ala mwenye nguvu mwenye kutukuzwa, bi an yakuna al-amalu khalisan lillah, kwa kuwa ile ibada amal ni yenye kutakata kwa ajili ya Allah. Wa min tajridi al-mutaba'ah lilmaasumi sallallahu alaihi wasallam, na lazima kila ibada pia itakashwe mutabaa, kumfuata al-maasum, mwenye kuhifadhiwa na makosa, mwenye kuhifadhiwa na madhambi, mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. wa huma sharta qabulil a'mali inda Allah azza wa jalla, hayo mawili ndiyo masharti ya kukubaliwa ibada kwa Allah azza wa jalla. التوحيد الإخلاص والمتابعة, haya ndio masharti mawili ya kukubaliwa kila ibada, ikiongezewa na iman. Lazima pia iman, yani kafiri hata kama ana ikhlas na mutabaa, amali zake hazikubaliwi kwa sababu si muumini. Kwa hiyo hapo lazima iongezewe na sharti ya iman. Fa iyyaka wa i'mal al-aqli fima la majala lahu fihi, tahadhari kuitumisha akili katika mambo ambayo akili haina nafasi katika mambo hayo. Fa iyyaka wa i'mal al-aqli fima la majala lahu fihi, tahadhari kuitumisha akili katika mambo ambayo akili haina nafasi, kama masala hayo ya ibada. Huwezi ukatia akili yako ukaongezea ibada, akili yako haina nafasi yoyote katika masala haya ya ibada za Allah azza wa jalla. Wa iyyaka wat-ta'wil al-fasid, na tahadhari pia na ta'wil, tafsiri hiyo fasid, tafsiri mbaya isiyo sahihi ya kufasiri Qur'ani na hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam. Iyyaka wa manahija ahli az-zayghi wal-dhalal wal-inhirafi wal-bid'ah, tahadhari na njia za hawa watu wa upotevu, watu waliopinda na wazushi, tahadhari na manahiji zao na njia zao. Tamassak bigharzi salafika salihin, shikamana na gharzi, amri na makatazo ya watu wema wako waliopita. Min ashabi nabiyil amin sallallahu alaihi wasallam, katika masahaba wa mtume muaminifu sallallahu alaihi wasallam. Wa man tabi'ahum biihsan, na wenye kuwafuatia hao kwa wema. Fatariqul khalasi wan najah inma huwa bilittiba' wa tarki libtida, kwa njia ya kujinasua na mambo ya uzushi, njia ya kujinasua na kujiokoa na upotevu ni kumfuata mtume na kuacha uzushi. Hii ndiyo njia pekee ya mtu kujiokoa na kujisalimisha na upotevu, kumfuata mtume na kuacha uzushi. Kwani mtume kuna mambo ambayo ameyawacha, mpaka nyinyi muongezee kwamba mtume kuna mambo hakuyafikisha. Kuna mambo ya kuyafikishia, inatakiwa waislamu waongezee na mambo haya, kuongezea yale aliyoyawacha mtume sallallahu alaihi wasallam. Nani kasema hivyo? Nani kasema kwamba kuna mapungufu ya mtume, hakufikisha baadhi ya ibada, kwa hiyo waislamu wenyewe waanzishe ibada zao kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah? Nani kasema hivyo? Mtume hajafariki isipokuwa tayari dini imekamilika kila upande, katika upande wa tabia, wa ibada, wa muamalat, wa aqida, wa manhaj, ndivyo ilivyo. Lakini sasa kuongezea ni kwamba mtume sasa hapa hajakamilisha ujumbe wake, bado haujakamilika. Kwa hiyo watu wanaongezea ibada ambazo mtume hakuzikamilisha, ndio maana yake hiyo. قال هذا الذي قاله شيخ الإسلام والذي قاله الحافظ ابن كثير, haya ndio aliyosema Sheikh al-Islam na ndio aliyosema al-Hafidh ibn Kathir. Warada mithluhu an al-Fudayl ibn Iyad rahimahullah, umekuja mfano wake kwa al-Fudayl ibn Iyad rahimahullah. Hayo yapi? Haya ya kwamba nguzo mbili za kukubaliwa ibada ni ikhlas na mutabaa. Haya ndio aliyosema Sheikh al-Islam na ndio aliyosema al-Hafidh ibn Kathir, na ndio kadhalika imekuja mfano wake kwa al-Fudayl ibn Iyad katika tafsiri ya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ambaye ameumba mauti akaumba uhai
ili akupeni mtihani na kujueni nani katika nyinyi mzuri sana kwa amali. Qala al-Fudayl ibn Iyad maana ahsanu amala akhlasuhu wa aswabuhu. Akhlasuhu wa aswabuhu ndio maana ya ahsanu amala. Qila ya Aba Ali ma akhlasuhu wa aswabuhu, nini maana ya akhlasuhu na aswabuhu? Qal innal amala idha kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Amali ikiwa ni khalis, ina ikhlas na haijakuwa sawab, ina mutabaa, lam yuqbal, haikubaliwi amali hiyo ikiwa ina sharti moja tu ya ikhlas, haina mutabaa. Wa idha kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal, na amali ikiwa ni sawab, yani ina mutabaa kumfuata mtume, lakini haina ikhlas, kadhalika lam yuqbal, haikubaliwi hatta yakuna khalisan sawaba, mpaka amali hiyo iwe ni khalis, ina ikhlas na ina sawab, yani mutabaa kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam. Thumma qala wal khalisu an yakuna lillah was-sawabu an yakuna ala sunnah. Khalis ni ile ambayo amali inakuwa ni kwa ajili ya Allah, was-sawab na sawab an yakuna ala sunnah, ni kwa ile amali iko katika sunna, mafundisho ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Qala wa tabayyanu min hadha jami'ihi, ubainika kwa haya yote, annahu la budda li sihhati ayi amalin nuridu an nataqarraba bihi ila Allah tabaraka wa taala min shartaini raisaini. Hubainika kwa haya yote kwamba lazima, ili isihi ibada ambayo tunataka kujikurubisha kwa Allah tabaraka wa taala, lazima masharti mawili muhimu. Min shartaini raisaini, lazima yapatikane masharti mawili muhimu. Wala budda min wujudihima mujtami'in, lazima yapatikane hayo kwa pamoja. Lazima masharti hayo mawili yapatikane kwa pamoja. Wala yamfaku ahaduhuma anil akhar, moja lao halipambanuki na jingine. Haiwezi ikatosha ikhlas peke yake bila mutabaa, wala mutabaa peke yake haiwezi ikatosha bila ikhlas. Ndio maana hawa watu wa bid'a wana ikhlas katika bid'a zao, si ndio? Wana ikhlas katika bid'a zao, wanatoka majasho kwenye mazefi kule na nini, ikhlas wanamfanyia Allah. Lakini je, mutabaa upo? Hakuna mutabaa, hakuna mafundisho ya mtume, maneno ya mtume, wala vitendo vya mtume. Itakuwa amali zao hizo hazikubaliwi, za kutoka majasho. Umefahamu? Kwa sababu hazina mutabaa. Hata kama wana ikhlas, lakini hakuna mutabaa, kwa hiyo amali zile ni bure, sio ibada. Kadhalika ikiwa amali ina mutabaa lakini haina ikhlas, mtu anamfuata mtume katika sunna zake lakini anafanya riya, hakuna ikhlas, ni riya, anaonesha watu, hakuna hapo, hakuna, pia amali hiyo haikubaliwi kwa sababu haina ikhlas. Kwa masharti haya, la budda min wujudihima mujtami'aini, lazima yawepo kwa pamoja. Wala yamfaku ahaduhuma anil akhar, وهما masharti hayo, awalan ikhlasul ibadati lillahi wahda, ni kumtakasia ibada Allah peke yake. Pili, tajridul mutaba'ati li rasulih sallallahu alaihi wasallam, kusafisha mutabaa, kumfuata mtume wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala ta'ala fa'budillaha mukhlishan lahu ad-din, muabudu Allah hali ya kumtakasia yeye dini. وقال تعالى وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. Taka yale mambo ambayo Allah amekupa, kufuata njia, yani nyumba ya akhira. Wala tansa nasibaka minad dunya, usisahau fungu lako katika dunia. Wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk, fanya wema kama Allah alivyokufanyia wema. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك, mimi sihitaji washirika. Hii ni hadithi al-Qudsi. Allah anasema ana aghna shurakai ani shirki, mimi sihitaji washirika. Faman amila amalan ashraka ma'iya fihi ghairi
taraktuhu wa shirka, mwenye kufanya amal akanishirikisha pamoja na mimi asiyekuwa mimi, nitamwacha yeye na ushirikina wake. faman amila amalan ashraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa shirka, mwenye kufanya amal akashirikisha pamoja na mimi kitu kingine kisichokuwa mimi, taraktuhu wa shirka, nitamwacha na ushirikina wake. فالإخلاص لا يتأتى مع الشرك أو الرياء. إخلاص haiwezekani pamoja na ushirikina au riya. Ikhlas ni kumwabudu Allah peke yake, la sharika la. Haiwezekani huku una ikhlas, huku una ushirikina unafanya. Mtu anakuja msikitini anasali, kumbe ana tunguri zake huko nyumbani afanya ushirikina wake. Hayo mambo hayawezekani. Itabaki ni mshirikina huyo, hana ikhlas yoyote. Falikhlasu la yataatta ma'a shirki au riya. Ikhlas haiwezekani iwe pamoja na ushirikina au riya. Au iradati linsani biamalihi dunya, au mtu kukusudia kwa amali zake dunia. Anakusudia dunia na huku ana ikhlas, haiwezekani. Itabaki kakusudia dunia, ikhlasi haipo. ولا بد أن يكون العامل قد قصد بعمله وجه الله تعالى وحده. lazima awe mwenye kufanya ibada amekusudia kwa ibada zake uso wa Allah peke yake, la sharika lah. وهذا ما يتعلق بالشرط الأول، na haya yanahusiana na ile sharti ya kwanza, sharti ya ikhlas. Kwa ikhlas ni kufanya ibada kwa ajili ya Allah, huna lengo jingine lolote, huna nia nyingine yoyote, wa muabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa sala zako, kwa ibada yako yoyote. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu. Hivi ndio inavyotakiwa kwa kila ibada. Wa amma shartu thani, na ama sharti ya pili, famaanahu an yakuna al-amalu alladhi nataqarrabu bihi ila Allah muwafiqan lima sharahu Allah fi kitabihi au sunnati rasulih sallallahu alayhi wasallam. Ama sharti ya pili, maana yake ni kuwa ibada hii ambayo tunajikurubisha kwa Allah, ibada hiyo iwe ni yenye kuafikiana na alivyoweka Allah katika kitabu chake au sunna za mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Lazima iwe ibada iwe ipo katika Qur'ani au hadithi za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. fa ayu amalin la yatawaffaru fihi hadhani ash-shartan fahuwa mardudun ala amilihi. Amali yoyote, ibada yoyote ambayo hazikukusanyika hizi sharti mbili, ibada hiyo ni mardudun ala amilihi, yenye kurudishwa kwa huyo mwenye kuifanya. Madhrubun bihi wajhu, ni wenye kupigwa uso wake kwa amali hiyo. Uso wake utapigwa na amali hiyo mtu huyo ambaye amefanya ibada ambapo hakuna masharti haya yote mawili. قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. leo nimekukamilishieni dini yenu na nimetimiza kwenu neema zangu na nimeuridhia Uislamu kwenu kuwa ndiyo dini. akmala Allahu lana ad-dina qabla an yantaqila ar-rasul sallallahu alayhi wasallam ila ar-rafiq al-a'la. Allah ametukamilishia dini hii kabla ya mtume sallam kugura kwenda kwa ar-rafiqil a'la. Ar-rafiqul a'la maulama mختلفiana, wengine wanasema ni Allah, wengine wanasema ni mitume wengine. wa man yuti' Allah war rasula fa ulaika ma'al ladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Hii maulama wanasema hii ndio ar-rafiqul a'la. Kwa hiyo Allah ametukamilishia dini hii kabla ya mtume kufariki, kugura kwenda kwa ar-rafiqil a'la wenzake, mitume wenzake. falaysa ad-dinu bihajatin ila man yazidu fihi ay yunqisu minhu. Dini haina haja kupata mtu atakayezidisha ndani yake au atakayepunguza. fad-dinu kamil, dini ni kamili. wal aqidatu kamila, itikadi ya dini hii ni kamili. washari'atu kamila, sharia tayari ni kamili. wa hiya wadihatun mufassala,
na yote hayo ni yenye yako wazi, yenye kupambanuliwa, la labsa fihi, hakuna matatizo ndani yake, wala ghumudha, wala hakuna jambo lililojificha. Fa alayka bil athar, wewe jilazimishe athar, kufuata athari za mtume. Wadaa anka bunayati tariq, wacha zile njia panda. Bunayati tariq ni zile njia panda zilizozidishwa ambazo ndio uzushi. Wada'il ahwa janiban, wacha hawa za nafsi kando. Wahdhari zaigha walibtidaa wadhalal, tahadhari kupotea, tahadhari kupinda na kuzusha na upotevu. Walzam gharza ashabi nabiyika sallallahu alaihi wasallam, lazimiana na gharz, maamrisho na makatazo yaliyo katika masahaba wa mtume wako sallallahu alaihi wa alihi wasallam. وقد جاءت نصوص كثيرة تأمر بالاتباع وتحذر من الابتداع, zimekuja nasi nyingi zinazoamrisha kufuata na kutahadharisha uzushi. Watanha anil ihdath fi din, nasi hizo zinakataza kuzusha mambo katika dini. Qala ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira, nyinyi mna kwa mtume wa Allah kiigizo kizuri kwa yule aliyekuwa anamtarajia Allah na siku ya mwisho na akamtaja Allah sana. Waqala ta'ala, wama ataakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu, alilokuleteeni mtume likamateni mlifanye, na alilokatazeni liwacheni. وقال سبحانه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم, sema mkiwa mnampenda Allah nifuateni mimi, Allah atakupendeni. وقال تعالى قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين, sema mtiini Allah, mtiini mtume, mkikataa wakikataa watu, fa inna Allah la yuhibbul kafirin, Allah hawapendi wenye kukufuru. وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم, na watahadhari wale wanaokhalif amri yake, wanaokhalif amri za mtume, watahadhari isije ikawapata fitna au isije ikawapata adhabu kali. Fitna alimamu na fasiri shirki au kafiri, wale wanaokataa amri za mtume watahadhari wasije wakapata shirki au kafiri. وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما, na hapa kwa Mola wako hawatakuwa watu waumini mpaka wakufanye wewe ndiye muamuzi katika mambo waliyokhtalifiana. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait, kisha wasipate dhiki katika nafsi zao katika hiyo hukumu uliyohukumu wewe. Wayusallimu taslima, na wajisalimishe kujisalimisha. Hizi aya zote hizi zinawaambia waislamu wamfuate mtume sallallahu alaihi wasallam, wa mtume ndiye muamuzi wao katika mambo ambao wamekhtalifiana wa hakadha. Wa amma sunna, ama sunna zilizokuja katika kuonesha ittiba, katika kuamrisha ittiba, kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam na kutahadhari na uzushi. Faqad marra hadithu al-Irbad ibn Sariyah, imepita hadithi ya al-Irbad ibn Sariyah radiyallahu anhu, alaykum bisunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di, jilazimisheni kufuata sunna zangu na sunna za makhalifa waongofu wenye kuongozwa min ba'di, baada yangu. Allu alaiha bin nawajidh, ziumeni sunna hizo kwa magego yenu, ziumeni hizo sunna kwa magego, mshikamane nazo. Magego ndiyo yanayoshika vizuri, magego ndiyo yanayokula hata mua. Ule mua mgumu ule unaliwa na magego, sio meno haya mbele. Ndiyo sunna zinavyotakiwa zishikwe, sunna zikamatwe kwa meno haya, kwa magego, zisikamatwe mbele, meno ya mbele zitakuanguka sunna hizo. Kwa hiyo adhu alaiha bin nawajid, zikamateni, ziumeni sunna hizo kwa magego. Wa iyyakum muhdathati al-umur,
tahadharini na mambo yenye kuzushwa. Fa inna kulla muhdathatin bid'a, kwani kila lenye kuzushwa ni uzushi. Wa kulla bid'atin dhalala, na kila uzushi ni upotevu. Wa kulla dhalalatin finnar, na kila upotevu, mwenye upotevu huo atakwenda motoni. وقال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. nimekuachieni mambo ambayo mkishikamana nayo hamtapotea baada yangu, kitabu cha Allah na sunna zangu. الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. وقال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يعني مردود عليه. mwenye kufanya amali ambayo haiko katika dini yetu, amali hiyo ni mardud, amali hiyo itakataliwa, haikubaliwi, itarudishwa kwake. Hadhihi riwayatul Muslim, hii ni riwaya ya Muslim. Wa riwayatus sahihain man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun, mwenye kuzusha katika dini yetu hii jambo ambalo halipo, fahuwa raddun, jambo hilo litarudishwa, halikubaliwi. وقال صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله, mwenye kunitii mimi ndiyo amemtii Allah, na mwenye kuniasi mimi ndiyo amemwasi Allah. Hizo zote ni hadithi zinazoamrisha kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam na kuacha uzushi. وقال صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى, umati wangu wote utaingia peponi isipokuwa atakayekataa. Qila ya Rasulullah wa man ya'ba, akaulizwa mtume, ya Rasulullah, nani atakataa kuingia peponi? Qala man ata'ani dakhala aljanna, atakayenitii mimi ataingia peponi. Wa man asani faqad aba, na atakayeniasi, mwenye kuniasi mimi ndio amekataa mwenyewe kuingia peponi. Kwa hadithi hizi, aya zimeanza za Allah za kumfuata mtume sallam na wajibu wa kumfuata mtume na kutozusha. Kadhalika hadithi hizi nyingi zinaelezea wajibu wa kumfuata mtume sallam na mtu kutozusha lolote katika dini hii, dini ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliikamilisha kabla mtume sallam hajafariki. Dini kamili katika kila upande, ni kamili katika sheria, katika akhlaq, katika ibada, katika aqida, katika manhaj. Dini imekamilika kila upande, hairuhusiwi wala watu hawana haki ya kuzusha mambo yao na kuyatia katika dini, kwa sababu dini tayari imeshakamilika, haina upungufu, haihitaji ziada wala haihitaji kupunguzwa mambo katika dini. Hadha wallahu a'lam.